mlikuwa mna advantage ya goli 3 za ugenini. Nyendo mlikuwa mko mbele zaidi. Pressure haikuwa kubwa. Pressure haikuwa kubwa kwa sababu kuna utofauti unaposhinda mechi ya away goli 3-0. Tayari unakuwa na advantage ya kuvuka. Kwa maana hata ukitoa sare, ukifungwa moja, ukafungwa mbili, tayari una advantage ya wewe kufanyaje? Kufuzu kwenda raundi nyingine. Mimi nikizungumza sasa kifootball. Unajua kwa nini mashabiki wa mpira wa Tanzania wanapokuwa uwanjani hawaangalii impact ya timu kutoka kwenye hiyo stage, wanavuka wanaenda wapi, wana michezo mingapi, situation ya mechi zikoje? Sisi tunaendeshwa na pressure ya dakika 90 tu. Sio kama hapo unanielewa. Hii ni changamoto ambayo inahitaji elimu kubwa kutoka kwa wachambuzi. Shida tulionayo kwenye nchi yetu, tuna aina wachambuzi ambao wana ushabiki. Kile kitendo cha kuleta ushabiki kwenye uchambuzi ndicho kinachoathiri soka la Tanzania. Naomba hapa niongee nieleweke. Namna ya wachambuzi wa mpira wa Tanzania wanachokifanya, hawaangalii athari zinazoiathiri timu zetu na mpira wetu wa Tanzania katika namna ya kuuchambua mpira. Wanachokitizama ni kuongeza pressure kwenye hivi vilabu. Baada ya kuongeza pressure, wao wanaangalia maslahi ya vilabu wanavyovishangilia. Noti hichi ninachokwambia. Young Africans ameshinda mechi ya away bao 3-0 kwenye mashindano ya Champions League. Unategemea kwamba timu inaenda kwenye mechi ya ligi kuu, wanataka kucheza mchezo na Pamba siku 3 zilizopita. Siku 3 zilizopita. Leo ulikuwa ni mchezo ambao kama sio pressure kupewa na wachambuzi kwamba labda wanavyochambua Yanga anacheza vibaya, Yanga anafanya hivi, Yanga hivi, kocha sijui hivi, kama sio kuletewa pressure za wachambuzi, Miss Yanga angekuja leo kwenye mchezo, angecheza kwenye tempa ya kawaida, kuvuta pumzi ya kucheza mchezo wa ligi kuu Tanzania Bara ambao siku 3 mbele tunaenda kucheza Mbeya. Hesabu kilomita za kutoka Dar es Salaam mpaka Mbeya. Tuna mchezo mwingine Mbeya wa ligi ambao Yanga anatakiwa kutafuta alama 3 muhimu kuelekea ubingwa wa ligi kuu Tanzania Bara wa msimu wa 2026. Sio kama unanielewa. Lakini nini kinaendelea? Kinachoendelea ni wachambuzi kuendelea kuipiga pressure Young Africans. Inawezekana wanaona tunavyokuwa mabingwa, wanatamani klabu nyingine iwe bingwa, kuonesha labda kuna ushindani mkubwa kwenye ligi yetu ya nyumbani. Lakini kama Yanga ana hadhi ya kuwa bingwa, msitulazimisha kutugea pressure kwa kutukosesha ubingwa kilazima. Hapa sasa na wavagawa na Yanga wenzangu. Yaani mimi hapa niko kwenye wana Yanga. Njoo ndugu yangu. Wewe hata ukinisikia wewe na wakinisikia na waliopo, ujumbe utafika. Kwanza tunapaswa kuwa wamoja. Tunapaswa kuwa wamoja kwenye kuishabikia timu yetu. Wote tunajua mpira. Hamna mshabiki wa Yanga asiyejua boli. Hakuna. Tunavyokuja uwanjani, cha kwanza ni timu kupata matokeo ya alama 3. Hiyo ndio big issue ya kwanza. Zai na waandishi wengine wa habari mliopo, Young Africans anavyoanza mechi, sekunde ya kwanza ikapigwa touch ya kwanza, mtu akalenga goli akascore, hautashangilia wewe shabiki wa Yanga? Lazima ushangilie, si ndio? Unashangilia nini pale unaniambia kwamba kuna mpira mzuri ulichezwa ndani ya hiyo sekunde ya kwanza mpaka likafungwa goli? Watu wanakuja hapa kushangilia magoli. Sasa kwenye football goli linaweza likaja sekunde ya kwanza au likaja sekunde ya mwisho. Hapo kinachoangaliwa ni kwamba umeshinda au haujashinda. Yanga imeshinda michezo yote ambayo kocha huyu amesimamia. Michezo yote.
Yanga hakuna mchezo ambao imeondoka uwanjani imeruhusu bao chini ya kocha huyu. Sijui kama unanielewa. Lakini kwa sababu tunasubiri goli tunalisubiri, ukisiona dakika 60 halipo, bado halijafungwa. Sasa pale watu wanaangaliana usoni, kila mtu anamwangalia mwenzie, minong'ono inaanza, pressure inakuwa kubwa. Lakini yote kwa sababu gani? Wachambuzi walichambua Yanga inacheza vibaya, Yanga ina kocha mbaya. Kama mnaendelea kuchambua hivyo, maana yake sasa pressure inaongezeka kwenye Champions League. Nchi haitafanya vizuri kwenye Champions League. Sababu mnapoipressurize Yanga, hamuipressurize Yanga peke yake. Watu wanasema sawa, Yanga anacheza vibaya, tumwangalie Simba anachezaje. Ukifika kwa Simba ndo unakuta anapigwa mwingi kuliko hata Yanga Afrika. Sawa, Yanga Afrika na Simba. Ukitoka hapo utaenda kwa Azam, confidence anaitoa wapi? Kama wakubwa wake wanasema. Utaenda kwa Singida, confidence wanaitoa wapi? Lakini wanapaswa kuchambua football ndani ya dakika 90 na impact ya mechi kwa mechi. Mechi hii haikupaswa kuwa na pressure kubwa kutoka kwa wachambuzi. Mimi nakataa. Yanga anaongoza bao 3 away. Anakuja nyumbani, wachambuzi mnatuongezea pressure kweli? Embu hii tuiongeeni, bao 3-0. Unatuongezea pressure. Tuache kufocus na next match. Mechi kama hizi unakuta kwenye nchi za wenzetu wanaanza kuangalia miundombinu kwa stage inayofuatia. Wanaanza kuangalia kama Yanga na mchezo unaofuatia mgumu wa ligi, na sio mchezo mwepesi. Mchezo wa Yanga na Mbeya City ni mchezo mgumu kweli kweli away. Hii ligi kuu Tanzania bara nafasi ya 5 kwa ubora barani Afrika. Maana yake unaweza ukawa na mchezo mgumu ndani kwenye ligi kuliko mchezo wa Champions League. Hiyo noti kutoka kwangu nakwambia. Yaani usichukulie poa. Unaweza ukawa na mchezo mgumu wa ligi kuu kuliko wa Champions League. Huu mchezo wa leo tuliocheza na hao wale siuelite. Inawezekana huu mchezo ukawa ni wa kawaida kuliko ule tunaenda kucheza Mbeya. Why pressure iongezeke kwenye mchezo huu kuliko ule mchezo wa Mbeya dhidi ya Mbeya City? Na wasiwa na Yanga wenzangu, tuje uwanjani kuisupport timu. Tukifika uwanjani wakati tunalisubiri goli, sisi kazi yetu ni kushangilia. Wakati haya majukumu mawili yanazungumzwa, jukumu la mwalimu tumwachie mwalimu kwenye pitch afanye kazi yake, na sisi tutimize majukumu yetu. Lakini kama mtakuwa mpo nyumbani mnaangalia mpira kwenye TV, unasubiri baada ya mpira kuisha umsikilize mchambuzi, utaingia chaka. Wachambuzi wetu ndio hao wachambuzi ambao mpira ukiisha wanavaa jezi za Simba, wanakaa kwenye redio, anaichambua Yanga. Hawezi kuichambua Yanga katika ubora wake. Lakini goli mmekuwa haya mazingira ya kuenjoy football yameletwa na uongozi na timu yenu kwa ujumla. Mara nyingi mnapoitwa uwanjani huwa mnaambiwa njoeni muone burudani. Pengine hiko ndio ambacho kinayaleta haya. Na burudani ya soka kaka ni magoli. Ndio. Burudani ya soka ni nini? Ni magoli. Hakuna kitu kingine. Mpira wa kikapu na magoli 100 na 200 na watu wa Marekani wanakuambia hawezi kwenda kuangalia mpira wa football, mpira wa miguu kwa sababu una magoli machache. Wao wanaenjoy magoli mengi, ndio maana wanaenda kufuatilia mpira wa kikapu. Sisi tumeamua kuchagua mpira wa magoli wa miguu. Watu wa score kwa kutumia miguu, tuone namna ambavyo watu wanatengeneza nafasi wana score. Yanga fanya hivyo. Yaani labda nikuulize wewe, tangu umeiona Yanga msimu mechi gani hawaja score goli? Umeona mechi gani Yanga ameruhusu bao? Mimi nataka ni enjoy nini zaidi ya magoli yanayofungwa. Leo naenda nazungumza namna ambavyo goli la Pacome Zouzoua lilivyotengenezwa. Aina Andre Boyeli alivyokuwa anacheza touch line, zile soft touch, mpaka kupelekea goli la Pacome Zouzoua. Ukifikiria siku kama 10-20 zilizopita, Kibu Denis alikosa goli kama lile. Alicheza touch za soft namna ile na Dese Mukwala. Kwa sababu Kibu sio X factor, alikosa goli la aina ile. Pacome ni X factor. Tena sio X factor moja, ni 3X factor. Pacome Zouzoua kascore goli la aina ile. Mimi unataka ni enjoy kitu gani? Sawa,
kuna ule mpira ambao watu wanasema mashata pasi nyingi. Hiyo ni mifumo ya kila mwalimu. Sio kila mwalimu anafanana kwenye combination. Madrid kafa leo bao 5-2. Unanielewa? Madrid kafa bao 5-2. Nani ajui mfumo anaotumia Diego Simeone? Una mvuto? Kuna pasi nyingi. Yule Xabi Alonso si ni kocha mzuri? Madrid si wanachezaji wakubwa na wanacheza mpira mkubwa. Matokeo 5-2 kwa Madrid wamefurahi kuliko Atletico. Sijui, lakini mimi kwa upeo wangu mdogo ambao nafuatilia football, nahitaji mwalimu ambaye atanihakikishia kunipa kombe. Mwalimu mechi 6 hii sijui ya 7 ananipa alama 3, haruhusu bao, ni mgumu kumfikia. Mgumu kweli kweli. Na ukifika golini kwa Yanga mara moja, inachukua time kufika kwa mara nyingine. Mimi kwangu naamini ni mfumo ambao utatugea makombe mengi sana. Inawezekana hata Afrika tunao uwezo wa kufika semi final ya Champions League ya Afrika kwa kutumia aina mfumo wanaotumia. Alikama anasema mnazungumza hivi kwa sababu hamna mnaifananishwa naye, yani mnajifananishwa nyie kwa nyie. Ni sahihi, na hata wanaoikompea Yanga kucheza hawawezi kukwambia Yanga anacheza vibaya, muangalie Simba anavyocheza. Yupo huyo mchambuzi, hata kama ni shabiki wa Simba, tafuteni huyo Farhan Kiamu, mtafuteni sijui Jemedari Saidi, watafuteni wachambuzi wenu wote wanaochambua mpira. Mwambie compare Yanga anavyocheza na Simba. Hapa nitarudi kwenye mchezo wa ligi kuu tu, michezo miwili iliyochezwa. Simba alivyocheza na Yanga alivyocheza. Mpinzani aliyecheza na Yanga Pamba Jiji kaja kakamilika akiwa na substitute zote, hajaja na timu ya vijana kwa kulazimika, sijui labda akafungiwa wachezaji. Young Africans amepiga mashuti mengi on target, amekosa big chance nyingi. Young Africans amepiga shot of target za kutosha. Yanga kwenye lango lake hajaruhusu mashambulizi mengi. Simba amecheza na Fountain Gate hapa. Watu wanapigwa zizu style, wanapigwa vitobo kina Shomari Kapombe. Wale jamaa pamoja na kwamba wameweka wachezaji wengi wa under 20, na bado walikuwa wanafika golini mara nyingi kuliko Yanga alivyofikiwa kwenye lango lake. Ndio maana nimekwambia hata wachambuzi wa mchongo ambao wanachambua mpira bongo hii, wafateni waambie Yanga anacheza vibaya, timu gani ambayo inacheza vizuri wanaoiona wao hapa nchini sasa hivi wanaweza kuikompea na hiyo Yanga. Wakikompea watakwambia Yanga ya Gamondi, Yanga ya Mirudi, wanakwambia Yanga ya Profesa Nasir Dinabi, ndio wanakompea Yanga dhidi ya Young Africans. Hiyo tu. Whatever the case, bado tuko kwenye kiwango bora. Young Africans ni cup kubwa, endeleeni kupiga kelele. Sisi Yanga Afrika tutakuja uwanjani kwa support wachezaji wetu, tuende tukachukue kombe. Msimu huu ni mwingine, hatuwezi kushangilia mafanikio yaliyopita. Yalishapita. Focus yetu sisi mashabiki saizi ni timu yetu msimu huu kwenye jezi hii imepata nini. Tusubiriane hapo. Waambieni hao wapinzani wetu hao. Waambieni hao ambao mnawasifia na timu zao waje wakutane na Yanga ya uzi huu yenye uchu wa mafanikio. Tutaelezana taratibu, tutaelezana. Ni kelbu mwendo wa kelbu. Kelbu mwendo wa kelbu. Atafungwa kila mmoja wao. Simba katika hizo mechi zilizopita 5 kashafungwa na tutamfunga tena. Kama kuna mwingine mnaona anastahili kutuzuia, aje. Hata hao Al Ahly mnaowaona nyewe mnawawazia, wakishafika kwenye hii ngome ya Benjamin Mkapa watatueleza. Timu hii, shika maneno yangu. Shika maneno yangu. Huyo National Ahly, Yanga hii. Tena mimi natamani Rais wa Young Africans asifanye maamuzi magumu. Kocha muache. Aendelee kufundisha. Aje akanyage National. Asisikilize maneno ya watu. Shekhe, timu hii ya kocha huyu Azizi Ndambwile akiwa amesimama kwenye namba 6. Waje hapa. Hii ni ngome ngumu kwa Yanga. Akija hapa mtu atakufa yeyote. Na hii timu ina uwezo wa kwenda kushinda away. Hapo unakuwa hujamuingia falls kama unavyomuingia. Mimi nimemwachia majukumu yake Shekhe. Mimi ni shabiki. Kazi yangu ni kununua tiketi kuja uwanjani. Yanga ilipo mimi utanikuta nipo. Kwa nini asichukue maamuzi magumu? Umesikia chochote? Kwa sababu maneno yanakuwa mengi. Maneno yakisha kuwa mengi, miluzi mingi huwa inampoteza mbwa.
ni kitu kibaya mno kupigana pressure wenyewe kwa wenyewe. Alafu sasa sisi tunapigwa pressure na waandishi, wachambuzi. Hivi mimi nawauliza nyinyi waandishi wa habari. Nyie Mirudi hamkutani naye? Nyinyi si waandishi? Kwa nini mje kutuuliza sisi kwamba Yanga anacheza vibaya? Mimi nafundisha. Sinawauliza nyinyi? Sisi ndio mnazungumza. Sisi ushamsikia mshabiki wa Yanga anasema timu inacheza vibaya? Wanaosema timu inacheza vibaya ni wachambuzi wanaochambua mpira bongo. Anayefundisha timu ni Mirudi. Na nyie kila nani huyu Roman Folz? Kila siku Roman Folz anakuja kwenye pre-match meeting sijui nini zile siku moja kabla ya mchezo, anaongea na waandishi wa habari. Bethan, unakuepo unakuaga upo? Unakuepogi. Wewe unakuepo au upo? Mirudi jana tu mlikuwa na press conference na kocha pale Jangwani. Roman Folz mlikutana naye Jangwani. Wakati mnazungumza naye mkamhoji maswali, kwa nini mkumuuliza hayo maswali? Mimi nafundisha. Mimi sifundishi, mimi kazi yangu kushangilia timu ikishinda na enjoy. Na niwaambie mimi nafurahi timu yangu ikishinda, sio kufungwa tu. Mimi kitu sikipendi kwa Yanga ni kufungwa. Ndio kitu ukipendi. Wallahi lazima hiyo nikifungwa nachukia hiyo kuanzia hapa Taifa mpaka nafika nyumbani naweza nikapotea. Lakini timu ikishinda na enjoy. Mimi hapa sasa naondoka, naenda zangu nyumbani naenda kuenjoy maisha na mama watoto. Na enjoy tu. Leo tujakuwa na mikate. Leo mikate imelitoa oda mapema, watu wamechukua yote. Nimekosa hata pale kwenye habari. Asanteni ndugu zangu.